Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Tunaona Kajala kila kukicha amekuwa akitoa maneno ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia. Maneno ambayo ameyatoa Kajala kwa siku ya jana na juzi, tunaona ameweka caption ambazo kiukweli ukizisoma unaona kabisa kwamba Kajala na Harmonize mambo si mambo, na hasa ukizingatia ni kwamba Harmonize pamoja na Kajala inaelezwa kwamba wamerudiana. Ni kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa na wengi, hasa mashabiki zao, na wengine wanapenda sana kuwaona Harmonize na Kajala wakiwa pamoja. Lakini kwa hizi statement ni kama Kajala anajaribu kutoa ukweli kutoka kwenye moyo wake, anajaribu kuwasanua watu katika mlengo ambao pengine wanaweza kumuelewa, kwa sababu inaelezwa kwamba Kajala na Harmonize ni watu ambao wanaendana sana na ni watu ambao wanapendana sana, lakini pia ni watu ambao mashabiki zao wakiwaona, hata kazi zinazotoka za Harmonize zimekuwa zikienda viral, watu wamekuwa wakifuatilia wakijua nini anafanya, na hiyo ni kitu kikubwa sana kwa sababu inatengeneza bond kwenye kazi, inatengeneza bond kwenye familia, hata pia marafiki. Upande wa Kajala, upande wa Harmonize, inaonekana kabisa kwamba wanapenda hawa wawili wakiwa pamoja. Lakini pia ukizingatia kabisa hata kwa ndugu wa Harmonize, ndugu kwa upande wa Kajala wanapenda kuona Harmonize na Kajala wakiwa pamoja. Lakini mashaka ni kutokana na hizi kauli ambazo amekuwa akiziweka Kajala kwenye upande wake, upande wa Instagram yake, akiposti katika upande wa Insta story. Sasa hapa nakusomea. Hapa aliposti chapisho fulani hivi la wakwao au wanaenda kwa jina la Nostalgia Moment au sio, waliweza kuchapisha. Hili ni chapisho ambalo linaelezea kuhusiana na mahusiano ya kimapenzi, ambapo kwenye picha walimposti Sierra. Huyu ni msanii mkubwa sana na ameshafanya kazi na Diamond, ambapo Sierra aliandika Sierra says a man with too many female friends is a lady flag. Kwa maana ya kwamba Sierra alisema kwamba mwanaume mwenye marafiki wengi wa kike, kwa kweli hiyo ni bendera nyekundu, yani ni red flag. Maana yake red flag ni mtu ambaye kuna kitu anakifanya, yani ukiwa naye karibu au kuna kitu umekigundua unaosema hii ni red flag, maana yake huyu sio mtu sahihi kwako, maana yake sio mtu ambaye anakupenda, sio mtu anayekuthamini. Sasa hapo hilo chapisho aliweza kuliposti Kajala kupitia ukurasa wake wa Instagram, upande wa Insta story, na aliposti tu, na hiyo inaashiria kabisa pengine labda Harmonize ana marafiki wengi sana wa kike, na inaelezwa kwamba hiyo kwa Kajala ni red flag. Ni red flag. Manake ni kwamba Kajala ameanza kushtukia mchongo kwamba hapa inaonekana kabisa kwamba kuna jambo ambalo linaendelea. Yeye moyoni mwake anaona kabisa kwamba Harmonize kuwa na marafiki wengi hawa wa kike, pengine kuna design kama Harmonize anamchiti hivi. Kwa hiyo ni kama anashtukia kwamba hapana, hii ni red flag. Red flag nyingine labda nataka nikupe mpenzi mtazamaji, pengine labda kwa faida yako au sio, ukiona pia na mwanamke ana marafiki wengi wa kiume, hiyo pia ni red flag. Mwanamke unakuwaje na marafiki wengi mwanamke unakuwa na marafiki wengi wa kiume? Kwa sababu hiyo inaondoa thamani yako, lakini pia inaonyesha kabisa kwamba kuna mmoja wapo pia anakutafuna. Kwa hiyo sasa hizi red flag ziko za aina nyingi sana. Unakuta usiku mtu mmelala, unakuta mpenzi wako anazima simu, au mko naye karibu, simu inaita, mtu anakata ghafla, au anasema ngoja kidogo niongee pembeni, anatoka anaenda kuongea mbali. Hizo ni red flag. Unaona kabisa kwamba unazungukwa hivi kwa huyo mtu wako sio mtu sahihi. Sasa basi akuishia hapo Kajala, tunaendelea na Kajala. Sasa Kajala baada ya kuzungumza kwamba mwanaume mwenye wanawake wengi au marafiki wengi wa kike, huyo ni red flag, yani sio mtu sahihi kwako, akaja na hii mpya. Hii nyingine bana, aliandika hivi kwamba may we not marry our enemies, kwamba hatuwezi kuoa adui zetu, au sio? Huyo alikuwa ni Daniel Friday Okodi, nadhani huyu ni Nigeria maybe. Aliandika chapisho hilo kupitia mtandao wake wa X, ambapo akaandika may we not
marry our enemies. Je, hatutakiwi kuoa adui zetu? Ndio ilikuwa ni hoja ambayo ameiweka ili watu waweze kushare comment. Sasa ukiona kitu kama hichi kwamba unaulizwa swali au mtu anauliza, je, hatakiwi kumuoa au kuolewa na adui yake? Sasa adui ni upi? Adui ni yule mtu ambaye anakuthreat. Yani anakuthreat ni mtu ambaye anataka unaanguka, anaona unapotea, anaona au sio? Lakini kwa upande mwingine tunaona mahusiano ya Kajala na Harmonize yalikuwa na ups and down, kwamba tunaona Harmonize aliweza kutupa lock up Kajala pamoja na Paula, aliwatupa ndani. Naona alivyowatupa ndani kutokana na ile video zovuja na vitu kama vile. Ilikuwa ni vurugu kweli kweli, ilikuwa ni patashika nguo kuchanika, mambo yalikuwa mazito sana kiasi kwamba ileta shida sana. Kuachana kwao ilikuwa ni vuta ni kuvute, na tunaona vitu vikawa shagala bagala, tukaona wakapigana block na vitu kama hivyo. Lakini inaelezwa kabisa kwamba Harmonize akaona hapana, yeye ndio mwenye makosa na akamrudia Kajala, akamwomba msamaha, yakaisha. Lakini sasa inaonekana hapo mwanzo, kabla hajaomba sasa hivi msamaha, inaonekana kabisa kwamba Harmonize kwa Kajala ni adui. Adui kwa maana gani? Cha kwanza alijaribu kumtongoza mtoto wake, alijaribu kumtongoza Paula, na sio kumtongoza tu, mpaka kumtumia video za utupu na vitu kama hivyo. Na kama unakumbuka vizuri, Paula alishakuongea kwenye kipindi kimoja kwamba inakuwaje mtu ananitaka mimi pamoja na mama yangu, tena akanitumia picha za 1 2 3. Sasa tunaona mpaka team WCB kumbe ule mchongo ulikuwa umesuka kwa upande wa pili kwa ajili ya kuweza kumpoteza Harmonize. Na lengo kubwa Harmonize anasema kwamba walifanya vile kumuona jamaa anakunywa sumu na vitu kama hivyo, na give up na vitu kama hivyo. Lakini ikashindikana, mwanaume akapambana na akaamua kuweka pamba masikioni. So huo ni ujumbe wa Kajala. Sasa sijajua pengine anamaanisha Kajala nani Harmonize ama la. Kajala pia akaposti kingine hii kutoka kwa Mkibelo. Huyu ni kutoka pale South Africa. Aliandika hivi kwamba at first it feels like your partner is God sent, but as time goes on you realize that God knows nothing about this person. Yani kuna wakati mwingine unaweza ukafikiria au kuhisi kwamba partner au mpenzi wako ametumwa na Mwenyezi Mungu, lakini muda unazidi kwenda unakuja kugundua kwamba Mungu hafahamu chochote kuhusiana na mtu. Pengine ndo aliyemtuma, pengine ndo aliyemleta kwako. Lakini anyways, kutokana na opinions tofauti, hapa inaonekana kabisa kwamba pengine partner wake Kajala Harmonize alitumwa na Mwenyezi Mungu. Lakini pengine labda Kajala kuna vitu ameviona ambavyo anahisi pengine labda God hafahamu pengine labda chochote kuhusiana na huyo mtu, kwa sababu vituko anavyovileta sivyo ambavyo kwa na expect kwamba ni God sent, au sio? Kwa hiyo kama ni God sent, inamaanisha kabisa kwamba anatakiwa awe loyal, awe saint, yani awe mtakatifu. Lakini kama ametumwa na Mwenyezi Mungu, sasa kwa nini sasa anakuwa anaenda against na laws? Naona kwa hiyo ndo vitu ambavyo vinafanya mpaka watu wanashindwa kuelewa. Haya machapisho anakuwa anachapisha Kajala, na nitakuwa nakuelezea every day ambapo nitakuwa na post, nitakuwa na screenshot, then nitakuwa nakuelezea. Sasa huu ujumbe kwa mashabiki kwamba kwa haya maneno ambayo amekuwa akiweka Kajala kupitia ukurasa wake wa Instagram, hii inaonyesha kabisa kwamba wawili hawa bado hawajarudiana, na hata kama wamerudiana, lakini kumekuwepo na mvutano, kumekuwepo na gravitational force, inakuja itaki, inakuja na inakataa, au sio? Kuna tension force na kuna zile force zile, kuna kuvuta na kusukumana, mwingine na kuvuta, mwingine na msukuma. Kwa hiyo kikubwa kinachoonekana ni kwamba penzi hili bado halijakaa kwenye mstari, na maswali yamekuwa ni mengi sana. Lakini hii ni red flag kwamba Kajala pamoja na Harmonize hawapo kwenye mahusiano. Pengine Kajala yuko katika kufikiria je, anaweza karudiana na Harmonize, na kuna vitu vingi, pengine labda kuna SMS amezifuma kwenye simu, lakini inavyoonyesha kabisa kwamba Kajala
kuna vitu kiukweli anaona kabisa kwamba partner yake haendani naye. Pengine ndio maana tunaona hawapostiani kupitia kurasa zao za kijamii za mitandao ya kijamii kama Instagram na kwingineko. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili subscribe.